Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, Ramadhani 26 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni soko Kariakoo lazidi kunoga. Lina kamera 160 za ulinzi, eneo la kuegesha magari 400. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi mpango Majaliwa kushiriki kumbukizi ya Magufuli, habari katika ukurasa wa 4. Bilioni 46 za jenga kituo nishati jadidifu, habari katika ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika agizo la Mwigulu Lumbesa laanza kutekelezwa, ahimiza haki uwajibikaji, habari katika ukurasa wa 4. Makonda aguswa tija kiwanda cha TSN, habari katika ukurasa wa 2. Watoto 15 wafanyiwa upasuaji wa moyo, habari katika ukurasa wa 4. Ulege tutaitumia TBA kupata makazi nafuu, habari katika ukurasa wa 7. Kamati ya bunge agiza TISEZA isimamie kongani Buzwagi, habari katika ukurasa wa 2. Msigu eleza sababu kuahirishwa kongamano la Kiswahili, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha ukurasa mbele wa gazeti Habari Leo inamuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa MNEC wa Chama cha Mapinduzi Ramadhani Shaib Juma alipojumuika na makundi mbalimbali ya wananchi wa Wete kwenye futari iliyoandaliwa katika ukumbi wa shule ya sekondari Utaani mkoani Kaskazini Pemba juzi. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania itakavyoathirika bei ya mafuta gesi ikipaa. Kwa ujumla, sisi hatuna uwezo wa kudhibiti bei kwa kuwa hatuzalishi wala kusambaza. Hatua zilizo ndani ya uwezo wetu ni za kikodi. Serikali inaweza kupunguza baadhi ya kodi katika bidhaa hiyo ili mlaji wa mwisho asipate maumivu makubwa, habari katika ukurasa wa 4. Vikwazo uzalishaji wa wanasayansi shule za umma, hii ni ripoti maalum, habari katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Hofu ya mafuriko ya tanda nchini, TMA yatoa angalizo, habari katika ukurasa wa 19. Nukuu ikisema serikali imeanza kujenga miundombinu inayoweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kuwekeza katika miradi ya kudhibiti mafuriko, kuboresha mifereji ya maji mijini na kulinda misitu na maeneo oevu yanayosaidia kudhibiti mtiririko wa maji. Hii ni nukuu ya mkurugenzi wa mazingira katika ofisi ya makamu wa rais Kanizio Manyika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Migogoro ya ardhi ya Lindima, ziara ya Dr. Mwigulu vigogo waguswa, habari ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Ndoa ya ACT CCM kuunda serikali ya umoja wa kitaifa mguu sawa, habari katika ukurasa wa 3. Adobwa jela miaka 12 kwa kumuua mkewe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatatu leo. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba
0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia azidi kuimarisha huduma za afya nchini, azidi kujenga vituo vya afya katika halmashauri ya jiji la Mbeya na kufikia 9 chini ya uongozi wake. Habari katika ukurasa wa 4. Wabunge wakunwa teknolojia kituo cha uchenjuaji dhahabu. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri mkuu, serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini. Habari katika ukurasa wa 4. Tarura yakamilisha ujenzi wa barabara ya Eso Longdon. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ulega koshwa kamati ya bunge kuridhishwa kazi za TBA. Habari katika ukurasa wa 2. Programu ya mafunzo ya wawekezaji vijana yazinduliwa. Habari katika ukurasa wa 2. Marekani haiko tayari kufanya makubaliano na Iran, Trump. Habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika sayansi ya utamaduni, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bodaboda, ajira ya maelfu yageuka uhalifu. Uchunguzi wa profesa wafichua hatari zinazowakumba madereva na abiria. Umawizi, utekaji na mauaji, baadhi ya madereva wabainika kuwa washirika wa makundi ya uhalifu. Habari ni katika ukurasa wa 2, kwa hii ni ripoti maalum. 288 idadi ya waliohojiwa katika uchunguzi huo, wakiwemo madereva wa bodaboda na abiria. Ndugu Profesa Emmanuel Monishi kisema wakati mwingine dereva anampeleka abiria katika eneo fulani na kukuta tayari kuna watu wanaomsubiri kwa ajili ya kumvamia. Katika baadhi ya matukio, pikipiki hutumika kama chombo cha kuwatorosha wahalifu baada ya kufanya uhalifu kutokana na uwezo wake wa kupita haraka katika barabara nyembamba au zenye msongamano. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Iran, tunamwinda Netanyahu tumuue. Habari katika ukurasa wa 19. 4 wauawa kwa panga kilabu cha pombe, mzozo 1500. Habari katika ukurasa wa 3. Simanzi imetanda katika kijiji cha Kidudumale, kata ya Kiwangwa, wilayani Bagamoyo, mkoani Pwani, baada ya watu 4 kuuawa kwa panga katika klabu ya pombe za kienyeji kufuatia ugomvi unaodaiwa kuchochewa na madai ya shilingi 1500 kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi. Tukio hilo lilitokea Machi 12 majira ya saa 2:45 usiku katika eneo la Kidudumale, Mwantemo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ahukumiwa jela miaka 15 kinyume cha sheria, mahakimu waonywa. Habari katika ukurasa wa 7. Hatari ya tani 100 za taka zinazobaki mitani kila siku. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika ripoti maalum baada ya heroin cocaine kudhibitiwa, mateja wageukia dawa za hospitali. Daktari bingwa afya akili asema matumizi yasiyofaa ya dawa hizo yana madhara makubwa kwa binadamu, ikiwemo kusababisha kifo. Habari katika ukurasa wa 5. Hizi hapa mbinu za kukabili msongo wa mawazo. Habari katika ukurasa wa 9. Watu 108 wajeruhiwa Israel. Wizara ya afya Israel imesema watu 108 wamepelekwa hospitalini kupata matibabu ya kujeruhiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Hatua hiyo imefuatia mzozo unaoendelea. Habari katika ukurasa wa 7. Masauni yaeleza umuhimu wa ushirikiano wa ajenda nishati safi. Habari katika ukurasa wa 2. Wizara yavalia njuga agizo la Dr. Mwigulu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Watoto 15 wafanyiwa upasuaji wa moyo JKCI. Habari katika ukurasa wa 3. Wafanya biashara kupewa vitambulisho Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Hizi hapa mbinu za kukabili msongo wa mawazo. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Khalid, serikali yajiridhisha fidia barabara ya Kinazini Bububu ilifanywa tathmini mara 3. Habari katika ukurasa wa 2.
Mama Mariam, tuwashajihishe vijana wahifadhi Qur'an, habari katika ukurasa wa pili. SMZ yaendelea na mazungumzo kampuni zinazotaka kuwekeza sekta ya mafuta na gesi, habari katika ukurasa wa pili. Marekani haiko tayari kufanya makubaliano na Iran, Trump, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika Diarra njia nyeupe, apewa mmoja tu mpya kikosini kwake, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Machi 18 ni TRA dhidi ya Yanga Sports Club. Vita mpya, fundi wa boli achana na kufunga. Fofana pia ni mjuzi wa kutengeneza mabao akiwa na assist, habari katika ukurasa wa pili. Machi 18 ni Simba dhidi ya Pamba Jiji, uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Kiungo JKT awataja Pacome Chama, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chama la Samata hali ngumu, habari katika ukurasa wa 11. ATM Priyanka araitikisa kwa mkwanja, habari katika ukurasa wa 13. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe, dakika za jioni marefa wameamua kuharibu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. UEFA kesho Jumanne ni Arsenal dhidi ya Bayern Leverkusen saa 5 kamili usiku Emirates. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti ya Habari Leo lenye limeandika Makonda agiza VAR ifungwe Mkapa Arusha. Singida Black Stars yatafuna kiporo Babati, habari katika kurasa za ndani. Barabara mifereji Mkapa kuwekwa sawa AFCON 2027, habari katika kurasa za ndani. Gigi Mane sema Mungu amembadilisha, habari katika ukurasa 21. Simbu shauri wapo kamili mbio za Boston, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.